Nimepata salamu wanasema tutakubali tukukaa na serikali ikiwa watafanya moja, watafanya mbili, watafanya tatu. Serikali hii si ya kuamrishwa wala. Kauli ya Mama Daktari Samia Suluhu baada ya maandamano ya Sabasaba imeweza kushtua watu wengi, kama ulivyomsikiza tangia mwanzoni mwa hii video akizungumza kuwa serikali ya CCM si serikali ya kutishwa, kuwa serikali hiyo haina mpango wote wa kufanya mazungumzo na viongozi wa upinzani, akisisitiza kuwa serikali yake haiwezi kuendeshwa au kuamrishwa na shinikizo la kisiasa. Kumbuka wachambuzi wa masuala ya kisiasa walikuwa wamemhimiza rais kuwa na mazungumzo na viongozi wa upinzani ili kutuliza hali ya usalama nchini. Lakini akizungumza katika mkutano wa hadhara, Rais Mama Daktari Samia Suluhu amesema kuwa serikali ya CCM ilichaguliwa kwa mujibu wa sheria na katiba, hivyo itaendelea kutekeleza majukumu yake bila kushinikizwa na makundi yoyote. Na kauli hiyo imekuja wakati baadhi vya upinzani vikiendelea kutoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu masuala mbalimbali ya kisiasa, uchaguzi na utawala bora. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu anaendesha nchi kwa njia ya udikteta. Hata hivyo, rais amesisitiza kuwa milango ya serikali iko wazi kwa maoni yanayofuata taratibu za kisheria, lakini si kwa masharti au vitisho. Na kwa upande wao viongozi wa upinzani kiongozwa na naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche eleza kusikitishwa na msimamo huo, wakisema mazungumzo ndio njia bora ya kujenga maridhiano na kutafuta suluhisho la changamoto zinazolikabili taifa. Na wameendelea kusema kuwa wataendelea kusisitiza umuhimu wa majadiliano ya amani kwa manufaa ya wananchi wote, na kuwa wataendelea kufanya mikutano ya kisiasa ili kuhakikisha kiongozi wao Tundu Lissu ameweza kuachiliwa huru na serikali ya CCM. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na kauli ya rais baada ya maandamano ya Sabasaba, akisema kuwa serikali ya CCM si serikali ya kuamrishwa, si serikali ya kuambiwa fanya hivi fanya hivyo, kama ulivyomsikiza kuwa serikali ya CCM ni serikali ambayo inaongoza nchi, inaendesha nchi kwa njia ya kimabavu. Hayo si maneno yangu bali ni maneno ya Rais Mama Daktari Samia Suluhu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakielezea kuwa mazungumzo kati ya serikali na upinzani mara nyingi huchangia kupunguza mvutano wa kisiasa na kuimarisha umoja wa kitaifa. Hata hivyo, wameonya kuwa msimamo mkali kutoka pande zote inaweza kuongeza hali ya kuaminikiana iwapo hakutakuwa na juhudi za kujenga mazingira ya maelewano. Na wananchi kwa upande wao wameendelea kutoa maoni tofauti kupitia mitandao ya kijamii, ambapo baadhi wanaunga mkono msimamo wa rais wakisema serikali inapaswa kuendelea kutekeleza ajenda yake, huku wengine wakiamini kuwa mazungumzo ni muhimu na demokrasia na utatuzi wa migogoro ni muhimu, na ni vyema Rais Mama Daktari Samia Suluhu aweze kusikiliza viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kumwachilia huru mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, na pia kuachilia huru wale wote ambao wametekwa nyara kupitia serikali ya CCM, na pia kuwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili swala nzima, kauli ya Rais Mama Daktari Samia Suluhu akizungumza kuwa serikali ya CCM si serikali ya kuamrishwa, kama ulivyomsikiza. Aliendelea kusema kuwa serikali ya CCM si serikali ya kuambiwa fanya hivi fanya hivyo, na ni serikali ambayo inaongoza nchi kwa njia ya kimabavu. Maoni yako ni yapi? Tuandikie maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Hadi kufikia sasa hakuna taarifa rasmi zinazoonyesha kuwa kutakuwa na mkutano wa pamoja kati ya serikali na viongozi wa upinzani katika siku za karibu, huku viongozi wa upinzani, viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakitaka serikali ya CCM iweze kumwachilia mwenyekiti wao Tundu Lissu huru kwa kuwa kosa la uhaini ambalo alikabiliwa nalo wanasema kuwa ni jambo la kisiasa bali halikuwa kosa, na serikali ya CCM inatumia hiyo nguvu na mamlaka
ayo kukandamiza viongozi wa upinzani. Tuandike maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili swala nzima, tamko la rais baada ya maandamano ya Sabasaba. Tuandikie hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.